itakuwa. Tutatangaza mambo makubwa mwaka huu. Hata bila kutangaza itajilete yenyewe. Bwana asifiwe. Kuna ufunuo nilipata kwa Bwana. Sikupata na nafasi nzuri juu kazi ilikuwa nyingi wiki hiyo ya kuvuka mwaka. Tulikuwa tu kwa maombi, shughuli zetu zilikuwa kwa maombi. Lakini sikupata na nafasi ya kuomba juu ya ushirika wa Friday ambaye ulikuwa kwangu nyumbani na familia yangu. Kwa hivyo sikupata nafasi nzuri ya kufungua watu waingie wasifungwe. Lakini kwa sababu ya neno walifurika pale, wakakosa mahali pa kuwekwa. Paka wapishi wakasema chakula itatosha kweli. Unajua chenye Bwana alinifunulia. Aliniambia ya kwamba hivyo ndivyo tu mambo ambayo hujaombea itajilete yenyewe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mambo ambayo hujaombea, mambo ambayo hujaitana na mlima wa kufunga, kula, kunywa, hayo ikoje? Hayo ikoje? Kwa sababu inakuja kutimia. Tena nashukuru kupata wageni siku ya kwanza asante ya kwanza ya mwaka huu. Hatuchukui ni kawaida. Nisaidie tuwapigie makofi. Wapigie makofi. Wakaribu tena na wabebwe na madhabahu haya, wapokee neema za madhabahu haya. Kwa hivyo Bwana awabariki sana. Tuko kwa mwaka huo wa utukufu kufunuliwa. Utukufu kufunuliwa. Mwaka huo mwingine tulikuwa kwa divine speed. Na divine speed, kusema ukweli, tumekimbia. Na usiseme ulikimbia bure. Ulikimbia ili uingie kwa utukufu ambaye umefunuliwa. Tutatoka kwa utukufu huu tuingie kwa utukufu mwingine. Kutajulikana ya kwamba neno ambalo linatolewa kwa madhabahu haya linaishi milele na linatenda miujiza. Tena limebeba nguvu. Usibebe neno la madhabahu haya likiwa haina nguvu. Beba neno la madhabahu haya liko na nguvu za kukuhamisha kwa utukufu huu kuingia kwa utukufu mwingine. Wacha nikupatie mfano. Wakati tulinunua hizi shamba, hatukukuta kitu kwa hii shamba. Tulikuta ile majani ambayo inamea kwa shamba za watu. Hatukukuta chochote. Lakini Bwana akakuja na ufunuo, akatupatia utajiri ambaye uko kwa msamba hili. Likabadilishwa likakuwa madhabahu. Lilikuwa shamba ya watu. Walikuwa wanalima chakula, walikuwa wanavuna chakula. Lakini shamba ikabadilishwa ikawa madhabahu, mahali watu wa Mungu watakuwa wanakimbia, wanapata pumziko, wanaponywa. Ikapata nguvu mwingine ambayo imefunuliwa. Kwa hivyo wewe uko hapa, uko kwa shamba ya wenye walikuwa warithi, uko kwa shamba
kufunuliwa kwa utukufu kwa maisha yako. Kaa vizuri juu Mungu wako tayari. Kaa vizuri, Mungu anatujibu. Kaa vizuri, uende utukufu mwingine. Inua familia yako, uingie kwa utukufu mwingine. Ingia kwa, inua watoto wako, inua watoto wako, inua mume wako, inua mke wako, waingie kwa utukufu mwingine. Nami niinue washirika, waingie kwa utukufu mwingine. Bwana atubariki. Unajua mambo ya kiroho ni tofauti na mambo tunayoyaona. Kama utaamini mambo ambayo inakuja kutendeka na kesho, sijui tutakufanya aje. Kama vile Reverend amesema, hatutaki kubaki. Najua nikikuacha nyuma nitakuwa na kuangalia na kuhurumia. Taka tuvute waije, tuambie John, muone utukufu ambaye tumeingia, vile umetusaidia. Taka tuingie kwa dhimu yetu sasa. Neno letu nitafungua Sunday ya kwanza, nifungulie wengine ambayo watakuwa wanasimama kwa madhabahu haya, sio mimi peke yangu, watuelekeze kwa ufunuo wa utukufu mwingine zaidi. Hata mimi natakanga kukaa chini na jengwa na watu wengine. Mimi natakanga kujengwa. Kwa hivyo nataka kufungua Sunday ya leo. Pengine Sunday itakuwa na mwingine na mwingine, ili tuelekezwe kwa kuingia kwa utukufu mwingine, new levels, mahali Bwana anatupeleka. Kwa hivyo majira yetu ni mapya. Hata ukiona ya kale ikikuja kukuongelezea, najua kuna mambo inaongea, unaniambia haya, hujajua, unapungua hili neno, hujajua hiyo sauti inaniambia haya, kwani hujui? Niondoke. Tusio majira nilikuwa nafutwa moyo, ni majira naenda kwa utukufu mwingine. Kwa hivyo wewe sauti yako itasaidia maisha yako. Nitasoma neno liko katika Zaburi. Tutafungua na neno liko katika Zaburi 90 ya kutangulia. Zaburi 19, tutasoma hiyo moja tu. Zaburi 90 tena iko hapo imewekwa, tasoma na Kiswahili. Mbingu na sihubiri utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Ati mbingu zahubiri, hazitahubiri, zahubiri utukufu wa Mungu. Na anga hii, mbingu hii laitangaza kazi ya mikono yake. Mbingu zahubiri sasa. Mbingu zina sauti inatoa. Mbingu kuna siku sauti inatoka huko. Sauti gani inatoka pale? Inatoka inaohubiri utukufu wa Mungu. Na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Wapendwa, kutajulikana kuna utukufu ambaye tumeingia ndani yake, ambaye hukuachiliwa na mwanadamu. Ni Mungu peke yake aliuachilia. Nataka tuone katika Agano la Kale mambo ya Musa. Tukiingia katika Kutoka 33, tukiendelea na kusema utukufu mpya umefunuliwa kwetu. Katika Kutoka 33 tunaona mtumishi wa Mungu Musa ambaye alitoa watu wa
wa Mungu, wana wa Israeli katika utumwa, mahali walikuwa wamekaa chini ya anga ya mateso, anga ya kuteswa, anga ya kuonewa, anga ya kufanywa watumwa, walitumiwa vibaya. Lakini neno likatoka mbinguni, vile mtumishi wa Mungu Musa atatumwa pale na awakomboe kwa hizo hali. Na shukuru tu haku watoa hivi hivi. Kulikuwa na watu walikuwa wamewashika, kulikuwa na mfalme Farao, lakini mpango wa Mungu ulikuwa waingie kwa mpango mwingine wa kukaa bila mateso. Hilo neno lilitimia, na ukisoma yote utasikia wewe mwenyewe. Lakini mimi ninataka kusoma neno Musa. Kuna maneno ukisoma kutoka 12 mpaka 17 utasikia maneno ambaye Musa alikuwa anaambiwa na Mungu. Nami nataka kusoma neno ambalo Musa alimuomba Mungu. Ndio ukikaa kwako, ndio ukiwa kwa kazi yako, uwe unaongea na yeye. Usisahau neno hili, tumepokea mwaka mpya. Na Biblia inatuambia katika hiyo 33:18 neno ambalo Musa aliomba kwa Mungu. Alimwambia hivi, hebu nishikanisha na 17 ili ushike vizuri. Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami na kujua jina lako. 18 akasema, nakusihi unionyeshe utukufu wako. Musa mtumishi wa Mungu aliyeaminiwa kuelekeza wana wa Israeli mpaka nchi ya ahadi, wakati alikuwa anamuuliza Mungu, kama nimepata neema kwako, usikubali tutoke hapa peke yetu. Naomba tuende pamoja na wewe. Hili neno aliyeliomba alisema, nakusihi unionyeshe utukufu wako. Wapendwa, mwaka huu wa ufunuo wa utukufu, Mungu ndiye amebeba utukufu wetu wa mwaka huu, na ni vyema kumwambia tuonyeshe utukufu wako vile huko. Tusaidie kuelewa tuko kwa majira ya kufunuliwa kwa utukufu. Kuna utukufu unakuja kufunuliwa. Kwa hivyo ni vyema kujua mwenye kufunua utukufu ni nani, ili umwambie, nionyeshe nikiwa kwa safari ya mwaka huu utukufu wako. Nionyeshe nikujue na nijue. Kwa hivyo wapendwa, kuna mahali tunaingia, kuna utukufu unatubeba, kuna utukufu unafunuliwa, ili wewe na mimi kujulikane hatuko peke yetu. Ujue utukufu ni Mungu ako nayo. Utukufu ni kama uwepo wa Bwana vile huko. Nikiwa na uwepo wa Bwana, utukufu utafanya mambo makubwa kwangu. Nitajulikana mimi sio wa kawaida. Kwa hivyo ndio Musa alikuwa naomba, nionyeshe
Na wewe leo si Bwana aseme kitu juu yako, siyaanze mwaka huu na wewe, siyakae na wewe kwa huu utukufu ambaye Bwana anatuingiza kwake. Na shukuru tu kwa neno la Roho Mtakatifu. Alikuwa anasema mwaka uliopita, nataka muondoke. Najua mambo ya kiroho ni magumu. Anatuambia muondoke, ondokeni. Nilikuwa nauliza, tunapotoka tuende aje? Kwani tunaelewa sisi sote? Lakini alikuwa anasema ni mwaka wa muondoko. Kuingia kwa utukufu umefunuliwa. Kwa hivyo ni kila mshirika ajue ni wakati wa muondoko. Majira ya utumwa ifike mwisho. Majira ya kuonewa ifike mwisho. Majira ya kukaukiwa ifike mwisho. Majira ya wewe kukosa kwa madhabahu kwa sababu tunatoa ifike mwisho. Najua kuna watu wanakosa kwa madhabahu. Mimi sitaenda hapo nipate aibu. Lakini kuanzia sasa kuna kitu kinakuja kufanyika ghafla ambalo hakikuwa hapo mbeleni. Hebu tuone vile neno linatuambia katika Isaiah 60 mstari wa kwanza na wa pili. Isaiah 60 juu ya muondoko. Tunaondoka tuende wapi? 60. Biblia inasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekushukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia, na giza kuu litafunika kabila za watu mbalimbali. Atashukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Na iwe amen. Ondoka uangaze. Haleluya. Ondoka mahali upo, inuka uangaze. Bwana asifiwe sana. Hebu tuanze na hili. Bwana asifiwe. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru imekuja na utukufu wa Bwana umekusukia. Mwaka wa 2026, ondoka uangaze. Mwaka wa 2026, ondoka uangaze. Nuru yako imekushukia na utukufu wa Bwana umekushukia. Haleluya. Haijalishi vile mahali ulikuwa. Pengine ulikuwa kwa giza ya madeni. Pengine ulikuwa kwa kudharauliwa. Pengine ulikuwa makiroho. Pengine umelia machozi. Lakini sasa ondoka uangaze. Nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekushukia. Haleluya. Kuna utukufu umeshuka. Kuna utukufu umetushukia. Sijui wewe umebeba aje neno hili. Sijui kama utatoa kwa madhabahu haya uende ukaseme niko tu gizani. Giza yako imekwisha. Haleluya. Giza yako imeisha. Giza ya kukuchanganya
kuchanganyikiwa imefika mwisho. Niko namwambia Bwana, kuna maombi sitaomba tena, nitaingia kwa ingine. Kwa nini? Kuna nuru, utukufu mpya umetushukia. Madhabahu haya iliyoanza zero, chini, hii iliyoanza chini, utukufu huu utafanya ipanuke. Kwa sababu nini? Hili neno ni lazima litimie. Kuna kitu kinaupwa. Haleluya. Na kitu kikiupwa hakionekanaki na watu. Bwana asifiwe. Hebu niulize Pastor Kariuki. Judie alipokea gari hapa karibuni. Pastor, ile gari ikiubwa ulikuwa unajua ni KK? DT. KDT. Hiyo gari ikiubwa KDT ulikuwa unajua ni yako. Ulikuwa unajua ni yako kweli. Lakini iliundwa. Haleluya. Bila yeye kujua. Hata matirio zake hakuwa anajua zinatoka wapi. Iliundwa, lakini baadaye ikaandikwa wrong book. Ni ya Pastor Joseph Kariuki. Haleluya. Kuna mambo inaundwa. Haleluya. Kuna mambo inaundwa kwa ulimwengu wa rohoni. Bwana asifiwe. Mashamba hii ikiridhiwa na waridhia wana wao, waligawiwa ikiwa yao. Lakini title deed ni zetu. Haleluya. Kuna mambo inaundwa. Hey, siushangilie. Kuna mambo inaundwa. Sio kwa mwingine, ni kwa ajili yako. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna mipango inapangwa sirini, na sio kwa mwingine. Mipango hiyo ni yako. Mambo ambayo hujatamani inaundwa na hili neno. Inaundwa. Wewe ngojea uone vile inaundwa. Kuna watu wanatayarishwa. Haleluya. Kuna watu wanatayarishwa wakubebe ili wakuingize kwa utukufu. Haleluya. Kuna kazi watu wanaondolewa, waondolewe juu. Utukufu ukishuka, sisi mambo inabadilika. Wacha nikwambie, kuna watu wanaosukumwa. Wanasukumwa asubuhi, wanasukumwa jioni. Wewe upate nafasi ya kuingia hapo juu. Hapo ndipo utukufu wako upo. Bwana asifiwe. Usikae kama ujielewi. Kuna utukufu unaandaliwa. Kuna mambo inafunuliwa. Kuna watu wanatayarishwa. Kuna mambo inaundwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwenye alihusika tupate gari, juu ni mtu alihusika, sio sisi. Unajua mambo mengine inakuja hata wakati utarajii. Mwenye alihusika alikuja wakati tunanunua shamba. Hii ya kwanza. Akatuambia, nataka kununua gari kwenu. Gari. Hiyo ikatuchanganya. Jua ikuwa kwa maombi. Maombi ilikuwa tulipe pori shamba yake. Lakini kuna gari ilikuwa inaundwa na fulani.
mapema na unakopa chakula. Ni mara nyingi umeamka mapema lakini jioni unakosa kitu unaulizwa na mke wako, leo umetuletea nini? Unasema mimi sijapata kitu. Anakasirika juu ulitoka. Lakini bidii hiyo sio itashukisha uchwa nini? Kufunuliwa kwa nini? Kwa utukufu. Hapana. Bwana ndiye atashukisha utukufu. Si leo upokee utukufu wa Bwana. Hapa utashuka kwetu. Bwana asifiwe sana. Nashukuru Mungu. Bwana akiamua hakuna yoyote atakayepinga. Hebu tusome katika kitabu cha John chenye nikwambie chenye kinaundwa ni chako. Chenye kiko katika nini? John 11. Kuna watu pale walikuwa marafiki wa Yesu. 11:36. Andika vibaya ni 12. Nashindwa kweli, nimeandika vibaya. Kitabu cha John 36. Biblia inatuambia 36. Acha tuanze 36 tuende. Basi Wayahudi wakasema, angalia jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanyia huyu asife? Hao ni Wayahudi. Nasema basi Yesu hali akiungua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo likakuwa na pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sana, maana amekuwa maiti siku 4. 40. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Basi akaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Bwana abariki hilo neno lake. Bwana alibariki hilo neno lake. Huyu ni Yesu wakati alitembea kwa kina Mariam na Martha. Wakati alikuwa amechelewa na kufika pale, akakuta rafiki yake Lazaro amekufa. Na wakati aliwakuta wakiomboleza na tayari amezikwa, aliuliza amelazwa wapi? Na alikuwa anaandamana na Martha. Tumesikia hivyo. Naye Martha alikuwa anajua sasa yake imekwisha. Lakini Yesu alikuwa anajua ya kwamba kuna kitu kinaundwa sirini. Akamwambia, siri nikuambia, uamini na utaona
uhai kwa mwenye utukufu, lakini hawakuwa wanajua. Kwa hivyo akamwambia nipeleke. Nao Wayahudi walikuwa wananung'unika. Walikuwa wanasema si alifungua watu wale macho, kwa nini alifanya huyu afe? Si angemfufua? Mambo ya kumdhihaki Yesu. Lakini hawa Wayahudi hawakuwa wanajua kuna kitu kimeumbwa tayari ya kumfufua yeye Lazaro. Kwa hivyo Yesu wakati alifika pale, juu yeye alikuwa amebeba utukufu na hakuna mtu alikuwa anauona. Juu utukufu wa Bwana wakati upo huonekanaki na macho haya. Wakati alifika kwa kaburi, kukakuwa na ufunuo mwingine wa utukufu wa Lazaro kuishi. Kwa hivyo kukachekeka sirini, mambo ambayo siyo ya kawaida. Mwenye kufa akafufuliwa. Leo kunaweza kuwa na mambo ambaye wewe na watu wanajua haiwezi tendeka kwa maisha yako, lakini kwa sababu utukufu umeshuka, umefunuliwa kwako, kwa familia yako, hata kama wataendelea na kuongea, watakuta wewe umeingia kwa utukufu mwingine ambaye umetengenezwa bila wao kujua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mambo mengine itatendeka wakati huu ni mambo ambaye wewe uliidharau, wewe uliachilia, wewe ulisema ya kwamba haya imatendeka, hata kama itakuja kutendeka sijui itakuja njia gani ili itendeke, kwa sababu Lazaro alikuwa ananuka, lakini akaishi. Kwa hivyo kuna mambo mengine kwa ulimwengu wa rohoni itajilete mwenyewe, kwa sababu tuko kwa majira ya kufunuliwa utukufu mwingine. Usiangalie columns ni 4. Ota ndoto. Haleluya. Ota ndoto. Zingua columns zote juu. Ile nyasi haitakuwa nyasi tena. Haleluya. Unaona pale kuna nyasi, hebu angalia. Pale kuna nyasi, ndio madhabahu iko na viti vyenu. Haleluya. Kanyaga pale useme hii hapa ndipo nitakuwa nakaa. Hapa ndipo madhabahu ipo. Usianze kuona nyasi na kutiana moyo na wengine. Niko na ufunuo, na tukiongea ukweli umeulizwa na mtu. Kwani unacheka tu? Hata mimi niliulizwa. Na mtu aliniuliza, "Mnacheka? Mumefikisha wapi mcheko?" Hata wewe najua umeulizwa. Lakini kuanzia sasa usiwachoi. Ona kiti chako mahali kitakuwa. Haleluya. Wenye walitengeneza hii mchana wote, hata nikasikia mpaka si usiku kurejesha hii vitambaa baada ya kufuliwa. Nikiwa nyumbani nilisema ni leo tu kuna utukufu unafunuliwa. Cathedral haiweki. Haleluya. Inawekwa kweli, haiwekwi. Kuna matio zinachekewa mahali. Hayo mambo unataka usiulize kutakuache kama Wayahudi. Usiulize kama Maria. Unaniambia nifungue kaburi na amenuka. Wewe kaa ukisema, ukishangilia. Utukufu umefunuliwa kwa jamii yangu na watoto wangu. Niko ndani ya utukufu. Nitakaa ndani ya utukufu. Usiseme sijalipa rent.
niko ndani ya utukufu. Unajua, nashukuru Mungu. Ukifika tarehe 5 kama mimi nasikianga kikitu, hata nikamwambia Mungu, si unikumbuke. Nilikumbuka jana, leo ni tarehe 4 na tarehe 5 ndio dede. Lakini nikasikia kama hiyo kitu kimeenda mahali. Wapendwa, mambo ambayo imekuwa, wacha irudi nyuma yako. Kanyanga hatua wengine ya kuingia kwa utukufu mwingine. Nenea mawazo, nenea moyo wako. Moyo sikia, niko kwa utukufu mwingine. Mawazo yangu sikia, niko kwa utukufu mwingine. Na mwenye amebeba utukufu, sio mimi nimebeba. Kuna yenye amebeba. Kuna mambo mapya inakuja kuundwa. Hii hali sio yangu. Hii maisha sio yangu. Kuna kuwa ninavaa mpya. Kuna mambo ninavaa mpya. Bwana asifiwe sana. Nashukuru juu tuko na ufunuo wa mwaka huu. Nainua jina lake Yesu. Kuna wakati Musa alikuwa anaenda mlimani wanasoma hilo neno. Hakuwa anatoka kule vile alivyo. Nataka kuongea, wewe hutajua kama kuna kitu umeshuka kwako. Ni watu wengine watu wataona. Watu ndio wataona. Hebu tusome katika Kutoka 34, turudi nyuma huko. Mstari wa 30. Na watu wataona washindwe kunaendaje. Mstari wa 30. Tukisoma mstari huo, tusome. Basi Haruni na wana wote wa Israeli walipomuona Musa, tazama, ngozi ya uso wake iling'aa, nao wakaogopa kumkaribia. Haleluya. Huyu ni Musa. Wakati alikuwa anaenda kwa mlima, akishuka, alikuwa anakaa sio kama yeye. Juu uso wake iling'aa, no wakaogopa kumkaribia. Wakati mtu anatolewa, anaingia kwa utukufu umefunuliwa, kuna kuonekana ni yeye ama sio yeye. Hawa hata walikuwa wanamuogopa Musa. Walikuwa wanaona huu utukufu ambaye ako nayo sio wa kawaida. Kwa hivyo hii level ama hii maeneo mapya ya kung'ara, haleluya, ya kung'arishwa, siifike kwako kwa haraka. Yani ung'are, watu waone huyu ni yeye, tunajua ama sio yeye. Unajua kuna hali ya kutudunisha mpaka watu ukiwaita kwa simu wananung'unika kabla waongee na wewe. Hata hawawezi kukualika kwa sikukuu, kwa sababu wewe ni mzigo. Utaenda kuwa mzigo kwao. Mwaka mzima
kuna wengine wanagojeanga uwaambie umepungukiwa na school fees tu zinafunguliwa. Kwa wakati huu ufunuo ambao utatubeba, utukufu ambao utatubeba, huwa utukufu ni wa kutuhamisha kwa mambo ya aibu. Tutaingia kwa mambo ambayo imetengenezwa na Mungu mwenyewe. Ni nani aling'arisha Musa? Si Mungu ambaye alikuwa naye kwa mlima, akashukisha utukufu ukashuka juu ya Musa, akabadilika mpaka wana Haruni wakaona na wakumuogopa. Si hata wokovu wako uanze kubadilika, ung'are katikati ya maadui, waseme mwaka huu umekukubali. Najua kuna inasemekana imetukataa, lakini mwaka wetu wa Sanctuary ambaye ufunuo hautafunuliwa utukufu, kuna kufunuliwa utukufu. Kuna watu watakuta kujoin wajiunganishe na utukufu. Sio kuwahubiria, ni kuona wameona utukufu umefunuliwa kwetu, ni kuona wameona familia yako imefunuliwa kwetu, ni kuona utukufu umefunuliwa kwa jamii yako na umeingia mahali pengine majuu. Kuna watu hatutawahubiria, watakimbia hapa kwa haraka ili wajoin utukufu huu ambaye unakuja kufunuliwa kwetu. Si uweko wako, huo utukufu uingie ndani yake ili ushuhudie. Kando na ushuhuda mwingine ulikuwa unatembea nayo. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu niliona ili tuombe. Niko na mambo matatu niliona tukiingia kwa utukufu huu. Ukitushukia, jambo la kwanza Bwana atafanya, atatimiza ahadi. Ahadi zote ambaye Bwana ametuahidi, hiyo uweke tiki. Ukiingia majira hayo, atatimiza ahadi. Jambo lingine niliona, tutakuwa na kibali. Unajua, ukiingia kwa utukufu mwingine na unataka Mungu afunuliwe pale, ni lazima ufunikwe na kibali. Kuna kibali kitakuwa juu yetu, tutatembea na hiyo favor of God. Tutakuwa na favor, yani kutakuwa na kibali. Tena kuunganisha kibali, tutakuwa mahali hapo utukufu upo, kutaonekana uwepo. Tuseme kama leo tumesifu, tumeingia mbinguni, mpaka tumepokelewa mbinguni, ni kumaanisha kuna uwepo kwa madhabahu. Nawe utakuwa mmoja wa kubeba huo uwepo. Na sio uwepo tu, utabeba nguvu za Bwana katika huo utukufu ambao utaingia ndani yake. Kutakuwa na nguvu zingine, kama vile tuliongozwa na maombi na Janet juu ya milango. Kutakuwa na nguvu zingine. Ukifika kwa mlango wa kuingia kwa kufunuliwa mlango kwa utukufu mwingine, hizo nguvu ambaye umezibeba zitakuwa zinashinda nguvu zile zimekuzuilia muda mrefu kuingilia kwa huo mlango. Haleluya. Kuna nguvu zingine zitakuwa juu yako za kukupeleka kwa utukufu huo. Utakuwa muoga kama hapo mbeleni, utapakwa tena na nguvu. Kutakuwa na uwepo, utakanyanga kwa ufu
kufunuliwa kwa utukufu mwingine, utakuwa na uwepo wa kukusaidia kuingia pale. Kama ni biashara ilikuwa imeshikwa na waganga, watu ambaye ni wenye wivu. Unajua huwezi jua mganga ni nani, huwezi jua mwenye chuki ni nani, huwezi jua mwenye ana wivu ni nani. Lakini nasema ya kwamba nguvu zile utakazibeba zitaangusha madhabahu zingine za watu wengine wanaenda kuinamia, ili ukae bure maishani. Beba ufunuo wa utukufu, ufunuo wa utukufu ukushukia kuanzia sasa. Uwepo wa Bwana utembee na wewe. Kama kuna mambo inazuilia mjengo ujengwe, leo sio kama vile tulikuwa. Tumebeba nguvu za Bwana, tunaingia kwa utukufu mwingine. Mahali tulikwama tunakuamuka. Beba uwepo wa Bwana ukiingia kwa utukufu mwingine. Beba nguvu za Bwana ukiingia kwa utukufu mwingine. Beba kibali kutoka mbinguni ukiingia kwa utukufu mwingine. Juu wenye watakuingiza kunatakiwa kibali. Bwana asifiwe. Wenye watakuingiza hapo ni lazima uwe na kibali. Beba kibali, beba kibali, beba kibali, beba kibali. Wenye wanafanya biashara, kuna mama alikuwa ananiambia niombee nikiwa kwa biashara yangu, nisikae chini, niwe busy. Unapamana kwa biashara, unapoa. Alikuwa ananiambia ati awe anasumbuko anasumbukwa na customer, ati hapumziki. Ni yeye anasema leo siendi kazi. Na kuna wakati tunaacha niende tu angarao kwa kuna biachi. Watu wanasemagaje kiwa hakuna kitu, nikapoteze masaa huko. Hiyo sio yetu wakati huu. Haleluya. Ati niende tu nikapoteze masaa huko. Unaenda ukiwa unainama. Na ni kweli hiyo umetamuka itakuwa. Na tumeambiwa tuangalie maneno. Usirudie. Niwacha niende nikapoteze masaa pale. Usiseme hivyo. Haleluya. Sema watanizunguka kama nyuki. Haleluya. Wakiniletea asali. Najua nyuki ya ikikuja kuletea asali, hata inaweza kukumaliza. Iko na fujo. Tumekuja kuletea asali, na asali ni dawa. Tutaingia wapi tulete asali? Asali ni yako. Tumekuja kuletea asali. Watu watumwe kwako juu ya kibali, waseme tumetumwa kwako. Na Mungu atendaye alitunenea usiku tusomeshe huyu mtoto mpaka form 4, si upate kibali kama hiyo. Haleluya. Nimetumwa kwako. Ule kijana wako alimaliza form 4, nimupeleke university. Hakuna mahali utagharimika. Aingie kwa utukufu wa mataifa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wacheni tupate kibali. Watu watusunguke mpaka ulizake siku ya kupumzika katika hii biashara yangu itafika lini? Pokea hiyo kibali. Pokea hiyo ufunuo. Pokea watu. Pokea watu. Sio wakukumaliza. Najua kuna watu wakumaliza mtu. Wanakanyanga wanasema
hutasonga mahali. Hutasonga mahali. Sio hao watu ambaye wewe na nguvu za kusema, wenye wanasema siendi mahali, wenye wanasema watoto wangu hawainuki, miguu yangu iko na nguvu, ninawakanyangia. Ninachukua step moja ya kuingia kwa utukufu mpya. Ninawaacha nyuma, ninawaacha kwa giza. Utukufu mpya umenishukia, hamutaelewa. Niko kwa utukufu mpya. Bwana asifiwe. Kuna ujumbe ulitolewa mwaka ukiisha, nyumba ilikuwa inajengwa. Nani waokofu? Heaven ndiye alisema hawako hapa, lakini hawako hapa. Tajua watu wakatembea mahali. Nani waokofu? Sisi tuliomba hapa kwa madhabahu ya Thursday tupewe mwelekeo. Bwana akatuambia huo mlango pokea. Mwenye tulikuwa tunaomba na yeye, Roho Bwana akasema mlango huo usiukatae, ni mimi nimekupatia mlango. Ukatokea. Hata alinipigia jioni, sijui kama ni jioni ama ni kesho, akaniambia mlango umefunuliwa, utukufu mpya umefunuliwa. Kama vile si ukubuka neno la Roho Mtakatifu. Pokea. Sasa kukapangwa muongozo, nyumba itajengwa na ikachorwa. Lakini wengine wageni wetu waaminio wakaingia, wakaanza kusema haitajengwa, lakini haitakamilika, itaisha, itabaki manusu. Nasi tukasema itaisha. Haleluya. Sikia, uwe unasikia sauti gani inaongea wakati unaingia kwa utukufu mpya. Uwe unasikia jumacho ya kuona. Nilikuwa nasema kama kuna basia ya kuweka hapa kwa watu wasijue ninaelekea wapi, nitaweka. Lakini kwa sababu hakuna, Mungu nisaidie. Wakiona unanisaidia, hakuna basia, tutaweka hapa. Haya, huyo alinunua gari mpya. Ni kukopa ama sio kukopa? Chumali walikuacha, hawezi jua kama kuna ufunuo mpya. Nyumba ikaambiwa haitaishi, lakini leo inaisha. Tutaifungua na tufurahie. Haleluya. Ikia kwa ufunuo mpya na nini? Na wewe uwe na ufunuo. Usiangalie watu na macho hivi. Useme ukiingia kwa utukufu mpya, wote wanapiga makofi. Wengine wanakuuliza unatuacha kwa nini? Kwa nini unatuacha? Utuachi. Wanakurudisha nyuma. Mamoja tukaomba naye miaka mingi imepita. Walikuwa wawili wenye walikuwa wameachwa na waume wao. Wawili. Moja baada ya maombi, mume wake akaanza kumtafuta. Na akaniambia mimi, siku hiyo ni siku ya pasta, wanaitwa Makarani. Kaniambia, Makarani, unajua mume wangu ananitafuta. Nikamwambia situliomba ingia kwa utukufu mpya. Lakini huyu mwingine akakasirika. Akaanza kumwambia, unajua utarudia ile shida ulikuwa nayo. Akaanza kumvuta kwa ile aibu ya kuachwa. Lakini nikamwambia, wewe si ni wewe umejibiwa. Songa mbele. Hata siwezi jua ni huyu, juu alisahaulika miaka mingi. Wacha nikuambie. Nikauliza Mungu, kwa nini huyu alitaka wakae hivyo? Mungu akaniambia, watiane moyo. Wawe wanatiana moyo. Najua kuna watu wa kutiana moyo. Hata sisi hatukukula. Mwingine naye anasikia hapo, hata mimi. Wanashangilia, haleluya. Sio mimi peke yangu. Sisi zote hatukukula.
nataka mkae kwa hiyo level. Kataa. Songa kwa ufunuo wa utukufu. Juu ni wewe peke yangu unasonga. Haleluya. Haleluya. Songa mwenyewe. Si mwaka ni wako, kwani mwaka ni wa watu wote wa kwenu. Usiuze idea zako kwa watu. Songa peke yako. Wakukute kwa utukufu mwingine. Waseme hii jambo hatujaiona. Ukienda kuwaambia watakufunga ushindwe na utukufu ambaye tuliambiwa. Kwani ulienda wapi? Kaa peke yako. Ubebwe na Mungu. Upelekwe kwa utukufu mwingine. Usiende kuomba ideas kwa watu. Watakushika usiwaache. Kanisa hili halitaachwa. Madhabahu zote za matasi zijue tunajenga. Hata maneno yote imeneno tusijenge. Tusiache watu wengine. Haitatendeka. Tunajenga. Anga ya hapa isikie. Kuna utukufu mwingine. Tunaingia. Tunaingia. Taka leo tushukiwe na utukufu. Nataka ufunuke kwa wazi. Nataka nguvu za Bwana zikukalie. Zenye zitakusaidia kuingia kwa utukufu mwingine. Nataka ukaliwe na kibali. Chenye kitakubeba kikuunganishe na watu. Ungekuwa umesimama. Utai huu utukufu mwingine. Umwambie Bwana, utukufu huu ni wangu. Hili neno ni langu. Umwambie Bwana, neno hili ni langu. Sio la watu wengine. Ufunuo ni wangu. Sitakubali kuachilia. Ongea na Mungu. Ongea na yeye. Ongea na yeye. Mwambie mwaka huu unaingia kwa utukufu mwingine. Unaingia mahali panastahili uingie. Ongea na yeye. Yeye ndiye atakubeba. Yeye ndiye atakubeba. Magonjwa haina nafasi maishani mwako. Yote itakuwa nje ya maisha yetu. Ongea na yeye. Toa sauti asikie. Toa sauti asikie. Mwambie akujaze. Mwambie akupake. Mambo ambayo inatengenezwa ya kukuinua kwa utukufu mwingine. Anza kuidai. Anza kuipokea. Kanyaga mahali unataka kuingia. Kanyaga kwa nguvu. Sema hakuna adui atakaye kuondoa kwa utukufu. Hakuna mwingine atakaye kuondoa. Nena kitu katika jina la Yesu. Asante Bwana. Taka tuabudu. Usikie umeingia kwa utukufu mwingine. Taka uachilie mambo mengine yote. Uachilie watu ambao walikukosea. Tuwezi ingia kwa utukufu mwingine na uchuki na wivu. Unajua ukifunga mtu ni wewe unajifunga. Ukikataa mtu mwingine ingia kwa utukufu mwingine, wewe na yeye hakuna atakaingia. Ukikataa baraka za watu, usikoje zako. Ukikataa kufurahia utukufu mwingine wa watu, tunaomba Bwana alituambia kuna wenye watatangulia. Ukikataa kuona utukufu wa huyo atatangulia, ufurahie, usikie kinyongo, ujue ya kwamba wewe hakuna mahali unaenda. Na kuambia wazi, mwenye wivu, mwenye kuchukia, mwenye anakataa, mwenye anafunga watu, hakuna mahali anaenda, anabaki nyuma. Hao ndio Bwana anatuambia hawatatangulia. Lakini mwenye ataona ufunuo mpya wa utukufu, aingie na wengine, huyo atakuwa na furaha ya ajabu ya milele na milele. Taka tuabudu tukiambia Bwana tuinue, tubebe kwa majira haya. Mahali nguvu zetu ni chache, tusaidie. Hata wewe unaweza jishusha. Unaweza jishusha. Wengine waingie waachwe nje kwa maneno ya kinywa chako. Kama vile tunaambiangwa na Reverend, unaweza ongea ujifunge. Pengine
pengine umejifunga miaka nyingi, badilisha kuongea kwa. Mwambie Bwana nisaidie, nibebwe na watu ambao utatuma kwangu. Karibu pezeliosho. Tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Kuna neno gumu lolote usilo liweza. Tazama